Trigwen Media, burudani kwa wote. Expendable panisha vizuri kule kati, ilikuwa ngumu, lakini mwamuzi wa kati anasema kuwa madhambi yameonekana uwanjani. Bado yupo chini mchezaji yule wa Expendable. Anajua shida nini, wanakwenda kuangalia. Mchezaji yupo chini Expendable, kitambaa ameshika Boateng Jerome. Wanaangalia ni free kick, faida kwa timu ya Expendable, ambapo wamepata free kick. Mwamuzi wa kati anaruhusu piga mali. Hatari katika lango la Genge, mali inapaishwa. Kwanza kufika ni beki katikisa wa kichwa, mali imezama nje. Anarusha haraka haraka, cheza wa kichwa bado anakataa. Piga dada vizuri, pesa zabu. Safirisha kwa naodha. Naodha kusafirisha kabumbu inakuwa ni ngumu. Piga vizuri. Cheza kwa inakuwa ni offside. Wanakuwa wachomoki au kutikisi. Ndivyo sivyo, mali imezama nje, inakuwa ni goal kick. Mechi hizi zinakuwa na raha yake fulani hivi, sometimes unakuanisha burudani inakuwa ni ya kutosha, kwa sababu wote ni wastaafu, na kuna wengine kabisa hata kwenye chaki ya kabumbu hawajafika. Kwa hiyo maragi yanakuwa mengi sana kuliko wali. Ameanza nyuma Genge, bado wamiliki wa mali. Eastern safirisha vizuri, kisa kichwa, mali imefika namba 29. Tafuta vizuri kutafuta Kaanga, lakini kwa ni ngumu sana. Barua imekataa kupenya kwenda kwa mwalikwa mali. Jerome vuta vizuri, tafuta njia za kupenda, mali imezama nje. Ni kabumbu ya kurushwa kwa faida ya timu ya Genge, ambao naodha amevalia uzi nambari 10 Boateng Jerome. Mwamuzi wa kati kocha wa school anakuja kuangalia sijui atapata wachezaji hapa, lakini sidhani, kwa sababu vitambi vimeshaharibu wachezaji wote wa timu zote mbili. Ni kipindi cha kwanza bado bila timu zote mbili, Genge pamoja na Expendable. Nikimwona Ali akivalia uzi 88 Kondi huyu leo ameamua kuingia uwanjani. Cheza vizuri, misha katikati, kizito umetikisa wa kichwa, bado mali kwa kati. Genge pandisha vizuri, kufika akataa wa kichwa, na hoza amesha kuwepo. Genge pandisha vizuri, atanjeza kupenya, toa pesi kijiko, lakini tayari Ali ameshafika. Cheza vizuri na kabumbu ile kupatia uzi nambari 11, lakini mwamuzi tayari kipenga cha moto kimelia kuashiria kuwa na tatizo yupo. Mashabiki wapo. Hii hapa ni Genge ya G3. Ni maana unaona wakocha wanakuwa wengi wapo nje. Mwamuzi wa kati, kitambaa kinapandishwa, mwamuzi hajaona.
Anasema kuwa mpira unatakiwa urudi nyuma. Ameanza nyuma haraka, safirisha vizuri kabumbu mbele kule. Block imelala lakini amebatiza mali, msafiri umetoka nje. Cheza vizuri. Genge wana kabumbu, toa pesi ya dhahabu. Mwezi nambari 29 pandisha vizuri katikati kule kutafuta namba 9 lakini mkataliwa na kichwa. Tayari mtaalamu yupo. Mali imedhama nje. Cheza vizuri. Toa pesi kijiko. Salamu zimefika. Tunaweza kupandisha peleka barua kule. Mikataliwa kusomewa na mlinda mlango yule. Mali imesafirishwa na kuzama nje. Kumbu ya kurushwa kwa faida ya timu ya Genge. Wanakwenda haraka. Watu wa Genge hao. Cheza vizuri. Toa pesi, kampa tena. Wako vizuri Genge Jetrua. Safirisha vizuri. Hata katika lango la Speta Boy wako vizuri, amekataa katikati. Angalia jeza kupenya, toa pesi. Kijiko lakini nakuwa ndivyo sivyo, mali imedhama nje. Faida kwa Genge Jetrua, wanakwenda kurusha haraka. Cheza vizuri. Anaangalia jeza kupenya. Bado mali haijaoga nje, tafsiri ya mwamuzi. Cheza bado mali naishi. Faida kwa cheza vizuri Genge Jetrua. Cheza vizuri. Pesi ya dhahabu. Inakuwa haina madhara, tafuta njia za kupeleka pale. Salam! Mali imedhama nje. Golini Magarama ipo vizuri sana. Ni kona. Magarama ametachi kabombo ile. Na imeonekana ni kona. Wanapata Genge Jetrua. Kipenga cha moto kinalia kuashiria kabumbu iendelee. Pandisha kona vizuri kule. Salamu za rambirambi kwa pakulia, nakataa kupakua. Cheza tako chali, mali imedhama kati. Tayari namba 10. Cheza vizuri. Genge wanao kabumbu, safirisha vizuri kumtafuta nambari 10 Jerome. Lakini amekutana na mlinda mlango. Sasa ndivyo sivyo, wanakwenda chini. Kibendere. Mwamuzi anasema kuwa Jerome Boateng nahodha ametiziana madhambi na ni free kick, faida kwa timu ya Genge Jetrua, wanakwenda kupiga free kick ile. Cheza vizuri. Tikiswa kifua vizuri nahodha, piga dana vizuri. Cheza faida kwao. Tuma besi ya dhahabu lakini kisiki kizito kimetikisa mali. Cheza katikati bado mali naishi. Block imelala kifuani. Pakua vizuri. Mifumo vimenea vile. Tanjeza kupenya. Weka mbele. Cheza batiza mtu bado mali naishi. Tanjeza kupenya, piga tako chali. Hatari. Salamu zimefika. Mali imekataa kuzama kwenye nyavu. Salamu za rambirambi ameagiza lakini ilikuwa ni ngumu kupenya. Kama tungehesabu mambo mengine, na wanakuambia kuwa mpaka sasa wana Ndoto Cup kuna goli ambazo zinatakiwa zipate nafasi. Ni goli ya kwanza ya mchezo na goli ya mwisho zinakuwa na zawadi nono kutoka kwa wadhamini wakubwa wa msimamizi wa ligi wana Ndoto Cup. Sijui kama mheshimiwa ameandalia zawadi gani. Tutajua kwa sababu mheshimiwa mwenyewe yuko hapa. Msimamizi mkuu Spy mkorofi. Sijui atakorofisha kwa pesa zao. Sasa yeye ni mkorofi. Haya bana, cheza katikati vizuri. Wa kwanza kufika mchawi, cheza vizuri kutoa ndivyo sivyo. Bado mali naishi, dana kupiga vizuri. Cheza mali hatari katika lango la Genge Jetrua lakini tayari kisiki kimesha kuwepo. Cheza kabumbu ile. Mali imedhama. Zamisha mali. Mali imedhama nje, ni goal kick. Masafa marefu. Ameleta kabumbu ya Bundesliga. Ni mpira ambao anakuwa anapiga pale, ni mpira ya Bundesliga ambao inakuwa masafa marefu, anakuwa anachia mchezaji, anaangalia uwezo wa kipa wake itakuwaje.
Nikiangalia meza kuu hapa ni wastaafu wote wa mpira, wachezaji walikuwa chezea timu ya SJH tu kipindi kile. Yupo mezani. Tuendelee na kabumbu. Cheza vizuri, kabatiza mali imetoka nje, ni kabumbu ya kurusha haraka haraka kwenye timu ya Genge Jetrua. Nambari 7 ameamua kuacha mali kwa mchezaji uzi namba 29 kumradhi. Haraka haraka kipara wanaman toa pesi ya kisigino imefika, njia za kupenya inakuwa ni kivumbi tu. Mali Jerome Boatenge kamvalisha mtu kanzu ile, imefika. Safirisha vizuri, toa salamu za rambirambi. Nani wa kwanza kufika kwenye msiba? Mali imetembea na kuzama nje. Tumekosa kumpelekea marehemu salamu za rambirambi. Bana, hapa ni Gwen Media ambayo inakuletea mechi burudani ya kandanda. Bado nimeona bongi, kumbe anavalia nambari 17. Sijui wanandoto kutokuepo nani kule, na tayari ashakuepo kwenye timu hii hapa Genge Jetrua. Wa kwanza kufika. Cheza vizuri na mali. Safirisha kabumbu vizuri. Lakini tayari na mlango ipo vizuri, mshike kule, mali imedhama nje. Kuna wasaliti wameonekana kwenye mechi. Wanandoto tulitarajia naoza mkuu, lakini labda amesajiliwa. Na kuna kijana wanapenda kujiita wanadare, tumemwona amepanda ndege sasa kuja kuona mechi, lakini ndevu alishika na doria akatoa ndevu zote. Lavi kijana huyu alishikwa na doria mwana dare, ndevu zote zikatolewa. Haya bana, tunarudia kwenye kabumbu. Cheza vizuri na odha hapa. Salamu zimefika. Hesabu zilikuwa nzuri. Ameagiza barua lakini imekataliwa kufunua. Njia za kupenya na kwa ni ngumu. Jerome kufika wa kwanza, lakini mali na kwa ndefu. Hatari. Ndivyo sivyo, cheza katikati kule mali. Njia za kupenya. Wacha nauza kisigino nzuri sana, pesi ya dhahabu na mali imefika. Lakini kibendera tayari amesema kuwa ni offside. Amesema kuwa ni offside, tafsiri na mwanza haraka nyuma kule Gang. Kama sio Genge hawa ni expendable. Cheza kisigino vizuri. Safirisha mali imekataliwa kwa kijiko kizuri. Imefika kwa naodha, mtuliza vizuri kifua. Cheza ndivyo sivyo. Mwamuzi anakuambia tuendelee brother. Hii ni kabumbu. Cheza vizuri, hatari katika lango la Genge Jetrua. Amefika vizuri. Block imelala. Tafuta njia za kumkaanga. Wajaribu kumkaanga lakini mafuta yamekuwa madogo, maji mengi. Kupoteza mali. Kwanza kufika. Bado mali naishi. Anaangalia anaanza na nani? Rudisha. Sasa kupata naoza kampa tena. Msafirisha kipara wanaman. Usi nambari 7 cheza vizuri kipara wanaman. Kipara wanaman. Mali imezama nje. Anakataa kuchukua dhahabu. Zawadi nzuri kutoka kwa mheshimiwa ndugu yake kipara wanaman Spy mkorofi. Alikuwa anamwandalia zawadi kwa bao la kwanza, lakini kipara wanaman hesabu zake zimekuwa ndefu zaidi. Amekosa dhahabu, mali imezama nje. Ni kipindi cha kwanza bado ni 0-0 timu zote mbili. Lakini mashambulizi ya Expendable na Genge Jetrua wako vizuri. Wameanza nyuma kule. Njia za kupenya, safirisha vizuri mali. Tikisa kwa kichwa. Na brother Kabumbu hepiti hapa. Shika vizuri, bado faida kwa Expendable. Rusha haraka mali. Mshike kule. Kabatiza mali imetoka nje. Hawakubali Genge Jetrua kupoteza Kabumbu. Naanza haraka Kabumbu kurusha. Piga tako chali, mali imetoka lakini bado ipo. Mshike pandisha mali. Mali imezama nje.
Inakuwa ni goal kick, faida kwa Genk Jetroa, ambapo wapo nyumbani wanaomba kabumbu Ali. Cheza vizuri, wameanza nyuma. Ameanza nyuma kabumbu ile. Golikipa wa Jetroa Genk pandisha vizuri katikati kabumbu, mchezo wa kifua, mali kwa mmiliki wa Spandaball, tupandisha kupenya katikati, pandisha mali. Namba 40 yuko vizuri kwa tafsiri msimamizi wa mwenyekiti wa ligi. Hii hapa wanakuambia wana ndoto cup. Sijui ndoto yao ni kucheza kabumbu au kufurahisha watu. Bwana, subiri hapo hapo utajua matokeo baadaye. Mwamuzi anaangalia muda wake. Anza vizuri katikati, poteza mali. Cheza ndivyo sivyo, rudisha kwa kinara. Poteza mali, cheza vizuri. Cheza kipara wana man Jerome Boateng. Cheza ndivyo sivyo, kwenda chali mwenyewe. Piga chenga zimekubali, kaanga watu wamekubali, lakini amembatiza kidogo kwenye mguu. Samahani. Anasema kuwa ni madhambi ambayo hawezi kufumbia macho, na ni free kick. Free kick faida kwa timu ya Spandaball. Mabodaboda wa staff wachezaji wa mpira. Muamuzi anakuja kuwakanya mashabiki wa Spandaball. Cheza vizuri, muamuzi amerudi kati. Dakika za kipindi cha kwanza, amesabu hatua 9 kama sheria ya mchezo. Nyuma ya kabumbu tunamwona namba 40, pia tunamwona kipara Wanaman kutoka Spandaball anaangalia kabumbu ile. Safirisha vizuri kabumbu, golikipa kwa kwanza, goal! Goal nzuri. Spandaball wamepata dhahabu, zawadi kutoka kwa wamepata timu ya Genk Jetroa baada ya kufanyiwa madhambi kwenye box. Basi mwamuzi akasema kuwa sina iana, ni penalty wamepata Genk Jetroa, na anakwenda kipara Wanaman kupiga mkwaju wa penalty. Anarudi vizuri, cheza vizuri, amegonga mwamba. Cheza ndivyo sivyo, mali imetoka. Kipara Wanaman kupoteza mali. Ni kabumbu nzuri, nafasi nzuri amepata. Haamini kipara Wanaman kilichotokea. Haamini, analia kipara Wanaman baada ya kushindwa mkwaju wa penalty. Tayari tulikuwa tunasema kuwa ni 1-1, lakini bado wanashindwa kusawazisha. Cheza vizuri, cheza katikati kule, njeza kupita inakuwa ni ngumu. Uzi nambari 10, cheza vizuri, tako chali, bado mali naishi. Njia kule amechezea madhambi na mwamuzi wakati kipenga kinalia. Mpaka sasa bado kipara Wanaman analia baada ya kukosa mkwaju wa pena. Cheza vizuri, hatari, kachezewa madhambi. Mwamuzi anasema kuwa ni madhambi ambayo amechezewa Jerome. Cheza kule kabumbu, safirisha mali, cheza kisigino vizuri, mali imezama nje. Ni faida kwa timu ya Spandaball ambapo wanaongoza kwa msumari mmoja wa moto. Umefungwa na kijana mdogo sana mstaafu huyu, uzi nambari 11 mgongoni. Cheza vizuri, cheza kwa kichwa, mali inazama nje.
Cheza vizuri. Rusha haraka haraka. Cheza ndivyo sivyo. Mali imedhama nje. Lakini tayari kibendera nasema kuwa ni kona. Wanaipata timu ya Expendable ambao wameongoza kwa msumari mmoja. Ni goli ya kwanza ya ligi na ni goli ambayo ina zawadi kutoka kwa msimamizi wa ligi. Spy Mkorofi amesema kuwa goli la kwanza la mchezo, goli la kwanza la kufungua ligi liko na zawadi yake. Hatujajua ni shilingi ngapi, ila ni dhahabu ambayo ameandaliwa. Mfungaji ambaye atakaingiza goli la kwanza tushamuona ni mchezaji kutoka kwenye timu ya Expendable, uzi nambari 11. Cheza vizuri kona kula tani, kucheza kichwa kule, kuna mtu mshike tayari kule golini. Bado mali naishi, cheza kichwa, kipara wanaman. Bado mali naishi, safirisha mle kati, imekataliwa na mlinzi. Cheza ndivyo sivyo. Cheza, mali imepotea. Cheza kichwa, mali cheza vizuri, safirisha mali vizuri. Pewa kipara wanaman. Amekuta amelikosa pena huyu. Rudisha nyuma vizuri, mtatoza namba 8, piga chika kubali. Anakataa kukaangwa, poteza mali. Rudisha huku kwake Msaliti. Msaliti amesafirisha mali, boss Msaliti, mali imezama nje. Naoza wa timu ya Wanandoto huyu, lakini amemwasaliti, ameenda kwenye gang jetrua. Boss uzi nambari 17. Hayo ni matokeo ya mwenyekiti wa mchezo, amesema kuwa boss ni msaliti baada ya kukataa kucheza kwenye timu ya gang. Naweza kusema gang Wanandoto ameamua kurudia kwenye gang jetrua na kufika huko, msumari wa moto umemshukia kichwani. Cheza vizuri, safirisha mali. Cheza kisigino, mali akataa kupita, safirisha kule. Cheza kifua, kipara wanaman nambari 10. Cheza vizuri, tafuta njia kupenya kule, mali imekataa. Kaanga wati imekubali, pesa ya dhahabu ile anasafirisha kule. Hatari, faida kwa kinaanza. Hatari katika lango la Gange Jetrua. Kale kabwana kalikuwa imeshafika, lakini golikipa anakuwa namba 1 kufika. Abos toa pesa ya dhahabu. Abos kwa kipara wanaman, mzee wa kushindwa mikwaju ya penalty. Kaanga mtu imekubali kwa mzazi, kasafirisha kabumbu tuende na mali. Tafuta njia kupenya, lakini kapiga tako Charlie. Amekwenda chini. Tafsiri ya kibendera anasema kuwa amecheza kabumbu, lakini mwamuzi wakati anasema kuwa ni free kick. Anakwenda uzi nambari 17 mgongoni ya boss Msaliti kupiga free kick ile. Huwa anapenda kumuita jina la utani Bamugwe. Boss uzi nambari 17 amemwachia nahodha uzi nambari 6. Subiri tuone kati ya Abos na nahodha Sarif nani atapiga mali. Abos amemwachia Sarif kupiga free kick. Nahodha Sarif anapandisha mali vizuri katikati, kuna kufika barua kule, nakataa kufika. Salamu za rambirambi zinakwenda nje, inakuwa ni goal kick. Baada ya kupigwa msumari mmoja wa moto, wanaongeza kasi, wanacheza inavyotakiwa. Na dakika 45 za mchezo zimekatika. Bwana, karibu dakika salama kipindi cha pili tuweze kushuhudia nani atakuwa bingwa, nani anatoka na ushindi. Ni mechi ya kwanza ya Wanandoto Cup, mechi ambayo inawaleta wachezaji mbalimbali wa Kongo ambao ni staff na kuwaleta kwenye game. Bwana, hii ni Gwen Media, mimi ni J4G ambayo inakuletea matokeo ya moja kwa moja, na kipindi cha kwanza kimekatika tayari. Expendable wanaongozwa kwa msumari mmoja wa moto, ambapo kijana aliamua kujitolea kuchua dhahabu au zawadi kutoka kwa mwenyekiti Spy Mkorofi baada ya kupigwa bao la kwanza la mchezo. Expendable wanatoka na furaha kubwa dakika 45, na naoza anakuja na mambo nyingi sana. Naoza huyu hapa Boateng Jerome bwana Rusi ametoka na kutoa assist yake ile. Mnaitwa kule kati. Mheshimiwa kipara wanaman anatoka na ushindi wa msumari ambao ametoa nambari 11 Ali. Wamejipanga vizuri Expendable team. Bwana, tukutane kipindi cha pili, kipindi cha
lia kipindi cha furaha bana. Hii ni Gwen Media, mimi ni J4G na hii hapa ni Wanandoto Cup bana. Karibu kipindi cha pili baada ya kipindi cha kwanza. Dakika 45 zimekatika, Genge wakiongoza kwa msumari umoja. Wanarudia kipindi cha pili, Genge wakiwa wako nyuma. Naoza anaingia uwanjani huku timu zote mbili zikiwa zinajiandaa. Wanakuwa wanajiandaa. Ni kipindi cha pili, kipindi cha moto. Mwamuzi bado anakwenda kunywa maji. Joto ni kali sana, joto ni kali, anakwenda kunywa maji. Sarid Naoza anahamasisha vijana wake. Wanarudi kati. Subiri tuangalie kipindi cha pili, kipindi cha lala salama. Nani anatoka mshindi? Nani anatoka na pointi 3 muhimu? Bado wanaongoza. Kipindi cha kwanza mtoka na ushindi ni Expendable kwa msumari umoja. Pia na Genge walipata nafasi nzuri sana, mkwaju wa penalty na dakika 45, lakini kipara wana mali akagonga nguzo, mali karudi kati. Kwa hiyo kipindi cha kwanza kimekwisha 1-0. Subiri tuweze kuona kipindi cha pili kuweza kujua nani mshindi. Bana, baki hapo hapo. Hapa ni Gwen Media, mimi ni J4G. Mwamuzi wakati kocha Asko anaulizia bendera wake po tayari, ya anasema tupo tayari. Anaangalia muda wake, saa ya mkononi, anaruhusu. Karibu tumalizie kipindi cha lala salama, dakika 45 za moto za machozi na furaha. Njia za kupitia na kwa ni ngumu. Safirisha mali kwa juu, tafuta njia za kupita na kwa ni ngumu. Pandisha mali katikati, mchezaji wa Expendable, faida kwa wapoteza mali. Pandisha katikati, cheza ndivyo sivyo. Jerome bado anaweka kikwazo. Mechi ni kali sana. Labda tuambie kipindi cha pili ambao ukionaje wewe? Kipindi cha pili ni kipindi ambacho kimekuja na bashasha kali sana. Kwa hiyo kazi ambayo wanaifanya, tuambie, watakuja gomboa msumari ambao umepigwa? Inawezekana, lakini tuangalie mpira unavyotembea. Cheza vizuri, faida kwa Expendable, poteza mali. Rudisha katikati, kipara wana man. Tafuta njia za kupenya, rudisha mali nyuma, toa pesi za hapo, lakini kwa ni ngumu. Rudisha kule Jerome, lakini tayari Boateng ameshakuwa ni mwizi. Ameweka tuta offside. Cheza vizuri. Vipi kuhusiana na mwalimu wa school, mwamuzi wa kati? Anakuja kutafuta wachezaji au anakuja kuangalia vipaji tu vya vijana? Mwalimu wa school, mwamuzi wa kati. Inawezekana kuja kusaka vipaji kwa sababu mpira unachezwa hapa ni wa kimataifa. Lakini tayari wameshakuwa na vitambi hao watu. Sasa kama wataweza. Hatari, chezea Mazambe na kwenda ndivyo sivyo. Mchezaji amejaribu kufutwa lakini imekuwa ni ngumu. Na wewe kama wewe Mwalimu Saadi, pale ilikuwa ni kadi nyekundu au ni njano? Yule anastahili njano. Njano. Yeah, anastahili njano. Lakini mchezaji amekataa kwenda chini. Amejiamini. Expendable hapo vizuri sana. Nikiangalia kikosi cha Expendable pia na management iko fit. Ni timu ambayo inakuwa na jezi yao tofauti na timu zingine za hapa nyumbani. Inawezekana nyuma pazia kuna mtu ambaye anawasupport. Vijana wamejielewa. Yeah, wamejielewa sana. Bana, hii hapa Wanandoto Cup wanakuja kufungua ligi yao leo. Ni free kick wanapata timu ya Expendable. Panga vizuri, safirisha mali hatari kule. Mali meza nje. Kona. Ilikuwa ni hatari. Malengo kama na yale. Mwamuzi anasema kwa mali imezama nje, ni goal kick. Ile ilikuwa kona ile. Ilikuwa ni kona ile. Ilikuwa ni kona kabisa. Labda mwamuzi wakati hajaona kwa sababu nani mwanadamu. Cheza vizuri, safirisha mali katikati ya uwanja.
Angalia njia za kupenya. Expendable bado anayo mali katikati, piga chenga karanga watu bikubali. Tafuta njia za kupeleka salamu, amekutana na Kisiki Zizo, amekwenda chini. Lakini mwamuzi anambia brother, simama tuendelee na kabumbu. Amecheza kabumbu, hajacheza mtu. Bado mchezaji upo chini na ugilia maumivu. Labda tuseme kipindi cha pili ambao unakuja kuona mpira, hebu tuambie vizuri kuhusiana na kipindi cha pili na cha kwanza. Mpira ulikuwa na kasi kubwa kipindi cha kwanza au kipindi cha pili? Mimi naona kipindi cha pili na kasi kubwa sana, alafu hii timu ya Expendable ni kama wamezidisha malengo. Expendable ni timu ambayo inakuwa inafanya vizuri kwa sababu wanakuwa wako serious na kitu ambacho wanakifanya. Yes. Unajua na boda. Lakini ukiangalia hao genge ni kama vijana na hawa Expendable ni kama maveteran, lakini nashangaa mbona kama Expendable wanacheza vizuri kuzidi hawa vijana. Najua genge ni timu ya vijana ambao kabumbu walikuwa hawajazoea, lakini Expendable ni watu ambao walicheza kabumbu kwa wakastaafu. Unajua ni wastaafu. Kwa hiyo inakuwa na changamoto mojawapo. Mabadiliko ya haya ni mabadiliko namba 11. Mabadiliko yanafanyika. Uzi nambari 11 mgongoni. Yes. Anachemsha. Anatoka mchezaji uzi nambari 99 mgongoni. Ale anarushia haraka Bumbu, cheza wa kichwa, amesukumwa, tafsiri ya kibendera kwa foul. Foul. Yes. Kila watu wanakuwa na ndoto ya kuchukua kombe hii. Kwako wewe, labda hizi kundi za wasanii zikikutana kama kundi ya Nyagamani pamoja na Fresh One, ni watu ambao wanashirikiana kwenye muziki, kweli watakuwa na urafiki, si bifu itaendelea? Mimi nadhani timu Nyagu itakuwa bora zaidi kwa sababu atakuwa na ushawishi mkubwa sana na atapata wachezaji wazuri. Lakini Expendable wakikutana ni watu ambao wanakuwa na jamii ya bodaboda. Tayari ni offside. Expendable wamiliki wa mali. Ni kama kocha amemind. Cheza vizuri. Safirisha kabumbu. Anacheza kupenya mali. Imezama nje. Alenga. Cheza vizuri. Kupatia kipara wana mali. Mali imezama nje. Ni kabumbu ya kurushwa kwa faida ya timu ya Expendable. Alenga anakwenda kurusha haraka. Ila kwa upande wa Expendable kuna mabadiliko yanataka kufanyika hapa. Nimesikia namba 17 ametoka Marekani. Namba 17 huyu Kapera. Labda tuseme kuwa mwalimu anataka kuzuia goli lake ambalo alipata ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Anakuja kuangalia jinsi gani ya kuweza kuzuia wasije kupoteza pointi tatu muhimu. Ila kwa muonekano ni kama mchezaji mkubwa sana. Haya bana, subiri tuone ndani ya uwanja itakuwaje. Wanakuambia uwanja ni kama bahari. Unamwona mtu unasema anaweza kuogelea, lakini akifika ndani anakuwa anazama. Ali kipara wanaman, Ali anakwenda nje, ameondolewa namba 17. Porte anaingia. Ila kama ni professional. Kama professional. Mechi inaendelea. Subiri tuweze kuona ndio Expendable. Cheza vizuri katikati. Cheza kichwa, sorry. Cheza pesi kile tena Kisiki Zito, mali mpigwa na kurusha katikati. Bado njia kucheza kule, poteza mali. Safirisha vizuri kabumbu. Njia za kupenya kule Expendable. Mali imezama nje. Mpaka sasa Expendable wanaongoza kwa msumari mmoja wa moto zidi ya timu ya genge kutoka Jetua. Cheza vizuri. Njia za kupenya. Piga dana, arudisha mali katikati. Sorry. Block milala kifuani, poteza mali. Bila salamu katikati ya uwanja kule. Safirisha vizuri. Naoza Wateng Jerome. Poteza mali, Sarif, cheza kwa kichwa. Safirisha mali. Yuko vizuri. Save.
Wanagenge wamechangamka, ni kama wanataka kubadili matokeo. Ukimtazama Magarama ni mtu ambaye amestaafu ndani ya muda mrefu sana, lakini anakuwa bado anaonyesha kiwango kizuri cha kudaka. Mchezaji wa SC Astra bado cheza vizuri kule, hatari kule, mashambulizi makali, cheza kichwa lakini imekataliwa. Njia za kupenya, cheza danadana inakuwa ni ngumu. Kurudisha mali, kupatiza mali, imedhama nje, inakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya timu ya Jetra Sport. Labda tuseme kuwa Magarama alikuwa golikipa wa timu ya SC Astra, bado Otrua Jetra ni timu moja na alikuwa anafanya vizuri. Vipi, tuambie, ameacha staff lakini kiwango chake unakionaje? Kiwango chake ni kizuri sana, alafu kinavutia kabisa. Ninavyomsoma Magarama ni yule Magarama tunayemfahamu kabisa, hamna mabadiliko kabisa. Ni miaka karibuni takriban miaka 5 hajacheza kabumbu. Offside. Ameanza chini haraka kumtafuta Lenga. Inakuwa offside. Cheza katikati kule, cheza vizuri kama safirisha vizuri, pesa ya dhahabu. Kwanza kufika Kisiki. Cheza danadana kucheza mwenyewe. Tafsiri ya mwamuzi wakati anasema kuwa amesukumwa. Anaambia irudishwe. Ni kama Genge wameshaamua kufanya mabadiliko kwa sababu pressure naiona inakuwa ipo juu sana, na baadhi yao wengine wanakuwa wameshachoka. Lazima mabadiliko yaonekane. Na tukisema kuhusiana na swala nzima la Genge, ni watu ambao wanakuwa na umri ambao umekwenda na kazi yao inakuwa ni ngumu sana, wanakuwa wanatumikisha pikipiki kwa muda mrefu. Nani expendable hiyo inawezekana. Umri umekwenda na wanakuwa wanatumia pikipiki kwa muda mrefu. Yaani mazoezi kwao ni madogo sana. Lazima badilishe sana. Cheza vizuri, free kick ile, zamisha mali, imezama nje, inakuwa ni goal kick. Mabadiliko mengine amefanyika. Remy anaandaliwa na mwamuzi. Tuma anakwenda nje. Afu Remy nimesikia ametoka Mwanza. Remy ni bodaboda wa mkoa huyu. Ukimwona kishada bado kipo kwenye mguu pia na kwenye pikipiki, hajawahi kukosea. Kwa hiyo ni nambari 2 ambayo wanategemea. Hata kwa muonekano unamuona mchezaji mzuri sana. Subiri tuone ndani ya uwanja itakuwaje, kwa sababu wengi wanajivunia, najua kuogelea, lakini beli kizama wanakuwa wanahabahaba, anatafuta naye namba atakaokuwa kwenye maji. Ni kweli. Namba 88 imetoka nje. Anaingia Tuma. Nani alibamboga? Tuma Ricketts. Tuma Ali anatoka nje, mchezaji wa Expendable. Bisha katikati, njia za kupita, batiza bali kwa nje, bado naishi. Faida kwa timu ya Gang. Cheza kabumbu vizuri, hata njia za kupenya inakuwa ni ngumu. Narudisha kwa Kibong, safirisha mali. Magarama iko vizuri, ametulia, anakuwa hana pressure yote ile. Cheza mali katikati ya uwanja, kisa kwa kichwa, amekwenda chini. Faida kwa Expendable. Remy cheza vile, pandisha kule kumtafuta Jerome, lakini tayari kibendera ashapandisha, anasema kuwa ni offside. Meza kuu Mkule anacheza kabumbu na kiato kinakwenda. Ila alikuwa mchezaji mzuri sana kwenye timu ya Jetra Sport, lakini alistaafu kabla hata kiwango hakijapungua. Hatujua ni mshabiki machachari wa Barcelona. Labda tutarajie nini kwenye ligi hii hapa? Atacheza au atabaki mezani kama kawaida yake kila siku? Hatujui, lakini inawezekana atacheza. Asante. Narudi katikati, njia za kupendeza vizuri kwa kichwa, kipara wanaman, toa pesa ya dhahabu. Faida kwao Gang, bisha kule. Sarif safirisha mali vizuri, kakata kwa kichwa, Kisiki kizito, cheza kabombo ile. Cheza salamu za Rambi, mali imefika, hata cheza kupenya mali, kakata safirisha mali. Mali imezama nje. Nafasi nzuri ameipata, lakini hesabu zimekuwa ndivyo sivyo. Imekuwa free kick. Tafsiri wanakuambia amechezea shilingi kwa tundu la choo. Hesabu zake zimekuwa ndefu zaidi ya mguu wake. Labda tuongezee uwanja au tufanyeje, kwa sababu nafasi nzuri wanazipata, kile wanakuwa hawana utulivu wa kucheza kabumbu yao.
na ile changamoto inatokea kwa wachezaji wengi sana. Nakuta kipindi cha kupiga shoot ndani inakuwa imetoka nje. Mimi sijui inatokana nini zaidi. Lugha za asili wanasema kuwa Expenda Boy wana labo. Wanatumia ponga. Yani kuna zile sehemu za siri. Sehemu za siri zile. Cheza vizuri. Chumba cheusi. Cheza vizuri. Naodha Jerome Boateng. Block Milala Mzazi atanjeza kupenya kanga mtu amekubali, lakini bado mali inakuwa ni ngumu. Rudisha kwa Alenga. Cheza ndivyo sivyo Alenga. Cheza mali imezama nje. Wanarusha haraka. Bado mali inaendelea ishi. Cheza. Batiza kabumbu, mali imezama nje na kuwa kona. Wanaipata. Hata Alenga alikuwa mchezaji mzuri wa Jetra Sport, lakini sidhani kama pikipiki inaweza karibu kipaji cha mtu. Mazoezi ya. Haya bwana. Yaani muda wake mazoezi ni mchache sana. Goalkeeper amekwenda chini Magarama na wanaita meza kuu. Meza kuu inaitwa goalkeeper Expenda Boy yupo chini Magarama. Anaomba kocha wa Genge anakuwa na malalamiko ambayo amekuwa analalamika kila mara, sijui inatokana nini. Unajua pressure lazima kocha awe nayo baada ya kupigwa msumari na unakuwa ni mgumu kuweza kuondolewa, ndio kwa maana pressure inakuwa kubwa sana kwa kocha wa Genge. Na naona mabadiliko yake yanakuwa na kasi kubwa sana. Labda anaongeza mashambulizi, anakuja kulinda lango lake. Anataka matokeo. Kwa sababu yes amepigwa moja bila. Anataka matokeo. Sasa wale wa Expenda Boy wameshaona kwamba matokeo tayari tumeshaona. Kwa nao mezani. Bana, hichi ni kipindi cha pili ikiwa na Mwalimu Sadi tukuletea matokeo ya moja kwa moja kwenye uwanja wa Jetra Sport baada ya Genge Stars au Genge kubaki nyuma kwa msumari mmoja na Expenda Boy kuongoza kutoka kipindi cha kwanza mpaka sasa. Bado wanashikilia pointi 3 muhimu baada ya kupata msumari mzito ambao umepata kijana wao mdogo sana nambari 11, mchezaji ambaye ana umri mdogo kwenye timu ya Genge. Aliachia msumari mzuri na wakawa wamepata vizuri bana. Hichi ni kikosi ambacho kipo nje cha Genge, bado wapo vizuri sana. Alafu kipara wana ni kama anaongoza wenzake Ali, na alikuwa anacheza vizuri. Ukimwangalia Ali ni mtu ambaye alikuwa anajituma na kufanya vizuri ndani ya uwanja, lazima aongoze hata kama ipo nje. Na unaona wote wanakuwa ni watu ambao wako vizuri, ni watu ambao wanajielewa. Ukiangalia ni watu ambao wameshaoa, sio masingo. Ni maana lazima pambane kwa ushindi, wapate heshima. Heshima ya kuita baba mke wa mtu na kuitwa bachelor inakuwa tofauti. Expenda Boy ni watu ambao wanamiliki wanawake, lazima wamiliki na mpira na pointi 3 muhimu. Hao unasemaje? Na inawezekana wamiliki mke umoja, ni zaidi ya umoja. Zaidi ya umoja. Pia ukimwona bado Maziwa, mchezaji wa Young Boys, goalkeeper huyu aliwahi kucheza Young Boys, yupo nje hajaingia ndani, lakini sidhani kama atadaka au atacheza. Tusubiri tuone. Haya bana. Bado goalkeeper yupo chini, hatujajua nini endelea kwenye uwanja. Tunasubiri tuweze kujua. Mwamuzi wa kati anasema kuwa Magarama ataendelea na kabumbu au atakwenda nje ya mchezo, na Naoza anakwenda kulalamika pale, anasema kuwa muda unakwenda, kuna mabadiliko yanafanyika hapa. Yes. Timu ya Genge Bwego anakwenda nje na anatambulisha mchezoni. Alafu ukiangalia Genge ni vijana bado wadogo sana, wengine wa bachelor. Mimi sielewi. Na vijana bado wana pumzi na wanafanya mazoezi, lakini hawa ambao sio wazoefu wa kufanya mazoezi mbona wanakuwa wameamudu sana. Bana, subiri tuweze kuona kona. Kiangalia naweza kusema kwa haraka ni kuwa mechi ya waliooa na mabachela. Yes, hiyo inawezekana. Pandisha kona vizuri kule. Nani wa kwanza kufika? Magarama ametoka, anapoteza nafasi yake. Rudisha nafasi nzuri, piga. Ameuoga. Lakini mwamuzi anasema tuendelee na kabumbu. Sio. Wakilalamika mali imezama nje. Mchezaji yupo chini. Huku wanalamika kuwa ni penalty, lakini mwamuzi wa kati anasema kuwa wala hajauoga mpira bali mpira umemtouch.
yupo chini mchezaji na meza kuu. Kwa tafsiri haraka haraka, ile ilikuwa penalty au sio penalty? Alikuwa anaficha mkono wake kwa sababu kocha yule mwamuzi wakati ni kocha. Yes. Na kabumbu na sheria za kabumbu anazijua. Sasa sidhani kama anaweza akafumbia macho penalty kwa sababu mara ya kwanza walitachi mali kwenye boxi na akaipanga mezani kawa ni penalty. Ya pili waguse afu awachie. Lazima aweze kupanga. Labda ana sababu zake aliziona akasema kuwa sio penalty. Madaktari wanaitwa. Kocha anajivunia kucheza fainali. Hiyo ni sifa mojawapo ya mtu kujivunia au na inawezekana tukimaliza hii kipindi lazima tumuone kocha tuongee naye kidogo. Ni kama leo na pressure kubwa sana. Lazima uwe na pressure kubwa sana. Si unajua tena anaona iko nyuma kwa pointi 3 muhimu tayari mwenzake chatangulia, lazima pressure iwe kubwa zaidi kwa kuweza kutengeneza na kuchukua nafasi ya kutafuta sare au kuwa na ushindi kwa siku ya leo. Hiyo inawezekana. Haya bana. Narudi katikati ya mchezo, kabumbu inapoendelea. Mchezaji alingana kwenda nje, madaktari wanamchukua. Wanakwenda kumtoa. Ni kama wanatembea mwendo wa kinyonga. Wanatumia staili ya Waarabu. Unajua Mwarabu akitangulia kwa msumari mmoja, anakuwa na visa vingi na anakuwa anatembea taratibu kutoka uwanjani. Nikiangalia mechi ya Waarabu Morocco na Tanzania ligi 2013 kama sijakosea, ilitokea kitu kama na hichi. Poteza muda ulikuwa ni mwingi sana. Lakini wanaweza kuja kutafuta muda. Haya bana. Kuchezea vizuri. Faida kwa expendable. Cheza ndivyo sivyo, poteza mali, safirisha mali vizuri, kutafuta na odha, piga vizuri. Nani wa kwanza kufika? Mchawi ni wa kwanza kufika kwenye kabumbu. Cheza vizuri, block milala, kamzungusha mtu pale. Wa pili kufuata akampatia chenga, karudisha kule kwake. Resort bado mali naishi, toa pesi vizuri, mali imefika. Tafuta njia za kupenya inakuwa ni ngumu, kubatiza mtu mali imetoka nje, mpira kurusha haraka haraka. Kabumbu ile ameachia nyuma. Faida kwa spenda ball, cheza vizuri pale ball. Msaliti. Cheza vizuri. Safirisha kama mweka Kabumbu tukimbize brother. Piga chenga imekubali mzazi, mchezea mkono amekwenda chini. Lakini mwamuzi anasema tuendelee na Kabumbu brother. Safirisha mali upande wa pili. Rudisha kipara wana man na mali. Rudisha kutafuta namba 3. Ameuoga. Tafsiri wa mwamuzi wa kati anasema kuwa ni free kick, faida kwa timu ya Gang ambao hapo nyuma. Genga wanakuja na pressure kubwa sana. Ukiangalia wanataka matokeo. Mabadiliko ya mwalimu amepiga sabu nzuri kwa sababu ametumia akili kwa kuangalia jinsi gani ya kuweza kuziba pengo ambayo ilikuwa na msingua kukosa mashambulizi makubwa. Ni kweli kabisa. Na nilikwambia kuwa mwamuzi wa kati pia ni mwalimu wa timu ya ASEC ambayo ni timu ambayo inakuwa inafanya vizuri, inakuwa inafika nusu final, inafika robo final na anajua vizuri soka. Ametouch mpira na amesia kuwa ni free kick. Afu ukiangalia dakika kama zinayoyoma. Dakika zinakatika, dakika 71. Cheza vizuri, pandisha vizuri kule. Mali imezama nje. Goal kick. Kocha yuko anaongea lugha za asili. Anasemaje pale? Na mimi sijaelewa lugha anayoongelea. Labda mimi sielewa hiyo lugha yake. Labda meza kuu wanawaruhusu lugha yote ile ambayo unajisaidia wewe kuongea. Na sheria hairuhusu hiyo. Hairuhusu. Narudi katikati. Najua ile lugha ni lugha ya Kibembe ile. Lugha ya Kibantu zile. Zilikuwa nzuri sana zile wakiwa wanaimba nyimbo zao zile. Lugha ya mbinguni. Asante, safirisha mali. Boateng. Cheza vizuri katikati kule. Poteza mali Gang. Wanao Kabumbu. Cheza vizuri. Bado mali naishi. Njia za kupenya na kwa ni ngumu, kutana kisiki zito kumzungusha hapo mzazi. Cheza Kabumbu inazama nje. Tafsiri ya mwamuzi anasemaje? Ni kona au ni mali ya kurusha? Anza kurusha haraka haraka pale Gang kutoka Kabumbu, rudisha kule mtasoro namba 29, poteza mali. Spenda boy wanaweka Kabumbu.
poteza kabumbu nahodha, tafuta njia za kupenya, mali imefika vizuri. Tayari kibendera nasema kuwa ni offside. Cheza vizuri chini kwa chini, mali ikisa kichwa inakuwa ni ngumu. Mali imesafiri na kwenda nje. Ni free kick. Piga spinner ball, pandisha mali. Kisiki kizito kimekataa mali. Cheza kichwa. Shike bado anaonekana. Chuma salamu lakini zinakuwa hazina rambirambi, inakuwa inatoka. Naona mashabiki wa Spenda Boy wanakuwa wanaingia uwanjani. Na ndio timu ambayo ina mashabiki wengi hapa. Mabodaboda. Cheza vizuri, hatari katika lango la Spenda Boy, cheza kichwa. Mali inakwenda. Magarama amesha kuwepo na kutachi mali, inakuwa ni kona. Cheza vizuri, pandisha kona fupi pale nahodha, mali nakashinda kufika. Batiza mali, bado mali naishi. Cheza mali medhama, inakuwa ni kurusha faida wa timu ya Spenda Boy. Cheza haraka pale, cheza wa kifua, njeza kupenya. Anakaanga mtu lakini amekanyaga kwenye kisigino. Amelala chini na kusema kuwa funza zimenisumbua kwenye mguu. Imekuwa foul. Ni foul, lakini sio foul ya kwenda chini. Ni kama ile style ambayo nilikwambia wanaingia Waarabu. Waarabu wakiwa wanatangulia kwa msumari mmoja, napata tabu ya kuamsha. Hilo linawezekana kwenye mpira. Inakuwa ni mbinu nyingine ya kutafuta ushindi. Wameshaona matokeo ni mazuri upande wao, lazima wajiongeze. Lakini dakika za lala salama inakuja kusababisha watu wanalia. Utapiga msumari mmoja ya kichwa, utabaki na mlia maumivu. Wao tayari upande wao wana faida kwa sababu wanapiga moja bila, hiyo inawafanya wao kuwa hatua mbele zaidi. Asante. Anakwenda nje. Anakwenda nje, ni free kick. Pandisha vizuri, free kick ile. Tikisa kwa kichwa, mali imebaki. Rudisha nyuma, mali faida kwa Spenda Boy. Ambao kwa serious sana watu. Pandisha mali kwa ngumu. Tezea amekwenda chini na odha. Safirisha kutoka namba 9. Kuna mtu. Mwamuzi wakati Pilato wa mchezo anawarudisha, anamwambia kuwa ni madhambi umechezeka hapa. Mali imetiliwa chini. Kipenga cha moto kinalia. Amekuwa ni mabadiliko. Waashiria kuna mabadiliko meza kuu. Mabadiliko yanaonekana kwenye timu hapa ya Gang Shetrua. Wazee wa nyama hawa. Wazee wa nyama kwa nyama wanajitahidi kuchoma nyama, kukaanga nyama zile za kitimoto, nyama za heshima zile za mezani. Wengi wanajitahidi sana kwa inaweza kuwa ni sababu ya mafuta kuwa mengi mwilini, unashinda kucheza kabumbu. Hilo inawezekana lakini wana mazoezi. Kipara maana amekwenda nje, mchezaji ambaye alipewa uzamana kuchukua timu na kupewa mkwaju wa penalty, lakini akajaribu kucheza na kugonga nguzo. Mali ikawa imetoka ndivyo sivyo. Amekwenda nje, mwalimu amesema kuwa dakika zimetosha 75 za mchezo. Pumzika brother. Kuja katikati, mzee wa debe. Tafuta jeza kupenya, kaanga mtu imekubali, tafuta katikati ya mchezo, pata naoza kama umekuwa ni zito, bado anaishi na mali. Kurudisha wake Bom, tafuta jeza kupenya, bado anaishi na mali. Bom. Tafuta jeza kupenya kule kwa ngumu, sasa kule na oza. Cheza kule, mali naisha. Mwamuzi anasema kuwa amechezewa madhambi. Kwako mwalimu Sadi, hebu tuambie pale uliona wewe ule mkuu umechezewa madhambi au ni ule msemo wako unasema tayari umeshatangulia? Ametumia action mbaya, ameonyesha nani nguvu vibaya, ndio maana hatari katika lango la Genge. Cheza vizuri,
penalty, anakwenda chini, penalty, umekuwa mkwaju wa penalty. Mwamuzi amesema kuwa ni penalty, wanaipata Genk. Wamecheza madhambi, ni pale pale, subiri tuone. Ila ninavyotazama mimi upande wangu ni kama penalty. Labda subiri tuone, mimi naona ni penalty. Lakini mwamuzi bado anamuita kibendera. Subiri tu tukaone, tushuhudie nani atakuwa analeta matunda mazuri. Wanakwenda kuwasiliana kati ya kibendera na mwamuzi wakati kuweza kujua kuwa ni free kick au ni penalty. Baada ya mawasiliano ya mwamuzi na kibendera ni kuwa ni penalty, na wanapanda nafasi ambayo walipata kipindi cha kwanza timu ya Genk na wakashindwa. Tunakuja kushuhudia timu ya Expendables nao wamepata nafasi kama na ile. Hebu tuambie na wenyewe watagonga nguzo au itakuwaje? Subiri tuone, tusiamue mapema, tuone hizo utakavyopiga hii penalty. Na wacha nikasema kuwa ili lango linakuwa lina subiri tuone, kadi ya njano. Kwa tafsiri haraka ile ilikuwa kadi ya ilikuwa nyekundu au njano? Ile lazima, sheria sasa ya kabumbu wanakuambia kuwa pale lazima apewe kadi ya njano kwa sababu hakuna makosa mawili kwa wakati mmoja. Okay. Ikiwa penalty lazima, ilikuwa ni free kick ngwani ni kadi nyekundu. Anapiga vizuri, rudi atakaja. Goal! Pena nzuri. Amemzumu vizuri. Mlinda mlango. Ni pena ambayo ilipigwa kwa akili kubwa sana, na mpaka sasa tayari Expendables wanaongoza misumari miwili kwa 0. Mashabiki bado wanapandisha vibe kubwa sana. Wachezaji wa Expendables wanatuambia mpaka sahau, wanawaona wapo vizuri, na sidhani kama kocha analalamika. Kocha anasema kuwa kibendera na bonea anafika tu anamsukuma, ni kadi nyekundu, ni kadi nyekundu. Mwamuzi anaitwa baada ya mwalimu kocha wa timu ya Genk kumsukuma kibendera line 1 mpaka runinga huku tuliona alimsukuma vibaya kibendera, na mwamuzi anaitwa bado. Kwa tafsiri haraka lile ni kosa kubwa. Ni kosa kubwa kwa sababu ni ukosefu wa nidhamu. Hauwezi kwenda kumsukuma kibendera na msukuma uwanjani wewe kama mwalimu wa timu, inakuwa haipendezi. Na kwa sheria nikisema tafsiri haraka haraka pale atakiwa apewe kadi nyekundu kwa kumfundisha mwalimu kuwa na nidhamu, kwa sababu mwalimu kama mwalimu hauwezi kwenda kumsukuma kibendera na mikono yako unamsukuma uwanjani, inakuwa ni ukosefu wa nidhamu kwa mwalimu. Lazima apewe kadi nyekundu aweze kutumikia adhabu yake ambayo inatakiwa. Bado mawasiliano pale tuone kinachoendelea. Mawasiliano kadi ya timu zote mbili. Kocha anaadhibiwa kadi ya njano, lakini ile sio kosa ya kadi ya njano, labda ni msamaha umepita wa mechi ya kwanza ya ligi. Bado pressure kubwa kwa mashabiki wa timu ya Genk baada ya misumari miwili ya moto. Mashabiki wanakuwa hawaelewi kinachoendelea. Kuna shabiki anayecheka hapa, sijui anacheka nini. Cheza vizuri, njia za kupenya, safirisha mkwaju vizuri. Magarama yupo vizuri, yupo makini, Magarama anakuwa mzuri zaidi sana. Mimi naona Magarama anaifanya
baada ya kustaafu kwenye timu yake ameamua kurudi tena kuchezea timu ya Expendable. Umeona save za Magarama, laiti kuwa hana mazoezi na si mtu ambaye alipitia kwenye kabumbu, tungetafsiri mengine hapa. Magarama anakuwa mtetezi sana upande wa upande wa nani Expendable amekuwa mtetezi mkubwa sana. Cheza vizuri, Mali anacheza kasi, nguvu kubwa inakuwa kwa timu ya Gang Shetrua. Cheza ndivyo sivyo, rudisha pesi ya dhahabu, patiza mtu Mali bado naishi, njia za kupenya, rudisha kwa kina Odha. Block inakuwa ni ndogo sana, Mali imezama nje, anakwenda haraka haraka kurusha Mali ile na Odha wa timu ya Gang. Tafuta njia za kupenya kule, safirisha dhahabu katikati ya uwanja, nani wa kwanza kuigota, bado amekataa kisi kizito. Mali imerudi kati, cheza vizuri kwa kichwa. Wake mwalimu nambari 3 kaanga watu, njia za kupenya, poteza Mali. Cheza ndivyo sivyo, block milala kwa mlinda mlango wa timu ya Gang. Pandisha Mali vizuri, kusafirisha huku, imekatana na bang. Cheza kule kumpa mtu kanzu, imekubalika. Ule ni Idi na Ramadhani inakuja, tunataka kusherehekea Idi. Anambia brother, hiyo itakwenda kule. Block umecheza, cheza ndivyo sivyo, poteza Mali. Uzi nambari 11 ufungaji wa goli la kwanza, cheza ndivyo sivyo, anakwenda chini. Uzi nambari 11 mchezaji mdogo sana wa Expendable ndiye mchezaji aliyeingiza goli la kwanza kipindi cha kwanza. Naona Expendable wanajiandaa kuingiza vijana na wenyewe. Wameona kuna kitu gani? Ukiangalia kijana machachari unajua kijana huyu aliyefunga goli naye pia ni mtu ambaye hajaoa, ni kijana mdogo sana. Na Wilson nani kijana mdogo hajaoa. Kwa haraka haraka unaweza kumuona anaweza kuwa chini ya miaka 18. Msifahamu, lakini inawezekana. Asante. Njia za kupenya zinakuwa ni ngumu zaidi. Mali imerudi kati, cheza vizuri Kabumbu, anaangalia njia za kupenya. Dakika 80 za mchezo, tayari Expendable wanaongoza kwa misumari miwili ya moto ya joto ambayo inapatia Gang Shetrua mpaka sasa wanashinda kuelewa kipi watakachokifanya kwenye game ya leo. Rudisha katikati, safirisha Mali kule, cheza vizuri na Mali bado ipo juu kwa juu, cheza tako chal, bado Mali inaishi, cheza kwa kichwa pale, cheza tuliza vizuri wa kifua na Odha, rudisha cheza kupenya, rudisha cheza kuanza, rudisha Kabumbu alenga Mali nakwenda nje. Mabadiliko. Naoza Batenge anakwenda nje, anaingia Wilson, mchezaji huyu mwenye umri mdogo chini ya miaka 18, nambari 4 mgongoni, anakwenda kutambulishwa kwenye mchezo dakika za 80. Mwalimu amemwambia kuwa dakika 10 za mchezo zinakutosha kwenda kumalizia. Kwako mwalimu Sadi, tuambie kocha wa Expendable anakuwa anazuia, anaongeza mashambulizi? Kocha Expendable ana mbinu kubwa sana ninavyomuona, ni kuongeza mashambulizi kwa sababu kijana yupo machachari sana. Na ukiangalia Naoza mpaka anakwenda nje, ni kuna kitu fulani ambao mwalimu ameona. Ana target kitu hapa. Pia na Naoza wa timu ya nani amekwenda nje, timu ya Genge. Mimi ninavyoona Genge wanahitaji mazoezi sana kwa sababu wanakuwa wapo makini. Haya bana, turudi kwenye mchezo baada ya wanaoza wa timu zote mbili wanakwenda nje. Subiri tuangalie dakika 10 ambazo zimebaki itakuwaje. Cheza vizuri kwa kichwa, kaanga mtu vizuri, ngeza kupenya na kuwa ni ngumu kule katikati, poteza Mali, faida kwao Expendable. Dindisha Mali ile imekuwa ni ngumu, hatari katika lango la Expendable, ngeza kupenya na kanga mtu, pakua Mali inakuwa ni ngumu. Sarakasi zinaonekana, kuna watu wanajiandaa mpaka mieleka wanapiga watu wa Expendable. Unaonaje mwalimu? Hiyo ni kweli kabisa. Cheza vizuri, Mali imezama nje, ni faida kwao Gang ambao ni free kick ile, kumradhi, ambao wapo nyuma kwa misumari miwili. Kipindi cha kwanza Expendable imepata msumari mmoja, amefungwa na nambari 11, na kipindi cha pili wanakuja kupata mkwaju wa penalty kama kisi wenzao walipata mkwaju wa penalty kipindi cha kwanza wakakosa, lakini ya kwao hawajafanya kosa, wamezamisha kwenye nyavu.
safirisha vizuri, kwanza kufika kwa kichwa ni mchawi, cheza ndivyo sivyo, kaja nyoka, cheza vizuri, bona mali cheza vizuri, goli nzuri sana, amesafirisha kwa assist, Salama kuja kuweka kati, mzani unasoma ni 2-1. Espana bao wanapunguzwa mzigo mzito ndani ya dakika 82 za mchezo. Msumari unakuwa ni 2-1. Espana bao hawelewi. Kwako wewe mwalimu, ile goli ni kosa ya nani? Ni kosa ya golikipa au ni kosa ya mlango wale? Ndio kile tulichosema kwamba mazoezi ni kitu muhimu sana. Tunaonyesha kwamba Magarama ile ilikuwa kosa ya kipa zaidi sana. Hatari katika lango la Expandable. Safirisha vizuri, wa kwanza ni mlinda mlango. Cheza ndivyo sivyo. Cheza mahali. Safirisha vizuri kule. Hatari, mbali imepita. Cheza ndivyo sivyo. Mbali imezama nje. Ni kama pressure imekuwa kubwa sana. Hesabu zake zilikuwa ni nzuri, lakini ameona maruarua, ameona wazungu. Subiri tuone. Mwamuzi wakati anaitwa mezani. Dakika 10 zimeongezwa za mchezo. Dakika 10 zimeongezwa. Cheza katikati, rudisha. Wanakuwa wanalalamika, watu Expandable wanakuwa wanalalamika baada ya msumari mmoja kujibiwa. Amekanyagwa mtu akiwa chini. Watu walio Elason anafoka na kusema kuwa sheria hawaziheshimiwi. Bado vurugo uwanjani inaendelea, timu zote mbili. Kocha anawaambia tayari mcheza fainali nyingi. Mashabiki, vibe inakuwa kubwa kwa timu zote mbili. Mbwembwe timu zote mbili. Pressure imekuwa kubwa sana upande wa Expandable. Baada ya kuona mashambulizi yamezidi, lazima panic iwepo. Na hapa tayari kuna nyongeza dakika 10. Dakika 10 zimeongezwa na tayari tumesha katika 3. Tunasalia na 7. Unajua wanashindwa kuelewa kitu kimoja, watu wa Genge. Hizi vurugu wanakuwa zikaribisha ni za kupoteza dakika na muda unakwenda. Watakuja kututia muda ambao umeongezwa dakika 10. Ni kweli. Kuna mtu wa mawasiliano yuko hapo. Je, ni kweli hao anajipwa tu anakuwa anapiga mashabiki? Huyo inawezekana anafanya mawasiliano na Labo. Ameona kadi nyekundu pale. Kadi nyekundu inaonyesha watu. Mashabiki, kadi nyekundu na mashabiki ile. Cheza vizuri, mali nakataa, hatari katika lango la Expandable, jote inakuwa ni kubwa. Ingeza kupenya, bado mali naishi. Mshike bado unaonekana. Safirisha salamu lakini zimekataliwa. Rudisha vile, tayari ni offside. Wafaransa wanasema kuwa orje de retour pour les Berserkers.
Ni kama kuna mshabiki ambaye anamkwala sana. Shabiki anasema kuwa anaongea na chumba cheusi, chumba cha giza, lakini itakuwa ni bomba itakupatia pressure pinzani waweze kujua kwamba ni mazito na magumu. Free kick, safirisha vizuri kabumbu ile imekataliwa katikati ya uwanja, njia za kupenya inakuwa ni ngumu, jaribu kulala na kwa kaga watu baba mzazi, toa pesa dhahabu, boss kajaga nyoka, hatari, njia za kupenya safirisha mali inakuwa ni ngumu, cheza katikati kule, tayari mwamuzi wa kati anasema kuwa ni madhambi yamechezewa wachezaji. Safirisha mali vizuri, cheza kwa kichwa, pesa ya dhahabu imekatana kisiki zito, cheza ndivyo sivyo, amekwenda chini. Tafsiri wa mwamuzi wa kati anasema kuwa amesukumwa, amekwenda nje na ni free kick, faida kwa timu ya Expendables. Mpaka sasa matokeo ni 2-1, Expendables wakiongoza nafasi ya kwanza akiwa na mistari miwili. Goli la kwanza limefungiwa na mchezaji nambari 11 mgongoni, na goli la pili ni mkwaju wa penalty ambao wamepata la wachezea haki. Vile vile timu ya Genge walipata nafasi nzuri, walipata mkwaju wa penalty lakini wakagonga nguzo, na kipindi cha pili wamekuja kupata ni free kick imepandishwa vizuri, aidha kona imeingiza na kuleta matunda mazuri. Mpaka sasa bado mzani unasema 2-1, bado Expendables wanaongoza na kusherekea, na ni free kick wamepata Expendables. Subiri tuone itakuwaje. Kipenga cha moto, pandisha vizuri, hatari, mali imezama nje. Cheza haraka haraka, lakini mipira miwili uwanjani. Cheza haraka haraka, kabumbu pigwa chenga, imekubali Bambabi, mjeza kopenya mali, faida kwa Gang, pandisha kule, kataa, hatari katika lango la Expendables, cheza vizuri, mali na kwenda block melala, cheza ameuoga mpira, mali imetoka nje. Tafsiri ya kibendera anasema kuwa ni goal kick. Anaangalia hanze wapi, Magarama nyuma ya kabumbu, kipenga cha moto, safirisha mali, cheza wa kichwa, adisha tana kisiki zito, mali imezama nje. Ball ni kama bishano. Cheza haraka, anaangalia, cheza vizuri, ball mali imezama nje, inakuwa ni goal kick. Cheza vizuri, cheza vizuri kwa kichwa katikati, njeza kupenya, safirisha mali, cheza vizuri katikati ya uwanja kule, faida kwa Expendables, safirisha mali, kautachi kabumbu, ni free kick wanaipata Gang, anaanza haraka kurusha mali, mwende, mali imezama nje. Tena sivyo, anasema kuwa amechezewa madhambi, anakwenda nje.
cheza vizuri, karusha ndivyo sivyo, kataa kwa kichwa, andisha katikati. Timu zote mbili zinakuwa na pressure kubwa. Imekuwa kona, sio kona, mali ya kurusha ile. Imekuwa na kuna dakika zinakatika, kuna baki dakika moja inasalia. Cheza vizuri, tafuta njia za kupenya na kwa ni ngumu. Cheza kifua vizuri, rudisha boss, poteza mali, cheza kwenda chini, kona. Kasoro dakika moja mechi uweze kuisha. Ni kona, pandisha vizuri, kataa kwa kichwa, mlinda mlango. Bado mali naishi, cheza vizuri, safirisha mali vizuri. Magarama ametulia golini, cheza kabumbu vizuri, anatulia na mali, poteza muda. Cheza vizuri, cheza vizuri kabumbu, hatari kule, cheza kabumbu, ni kona, imetoka nje. Mbona malalamiko yanakuwa mengi sana? Wanalalamika Kibendera hajafanya haki. Kocha wa Genge anakuwa na pressure. Dakika zimekatika, dakika 10 ziliongezwa zimekatika, na ni kona wanaipata dakika za jioni, dakika za mwisho za lala salama. Expendables anapandisha vizuri kule, hatari, kataa kwa kichwa, nahodha mali imezama nje na kwa ni goal kick. Tunasubiri tuweze kuona mwamuzi anasemaje, lakini tayari dakika 90 zimekwisha. Expendable washindi Mismari miwili zidi ya moja. Asante kwa muda wako, ulikuwa nami J4G255 na nilikuwa na mwalimu mchambuzi kutoka makao makuu ya Sadi TV. Bana, asante kwa muda wako, tukutane muda mwingine. Timu ya Expendable imetoka na ushindi wa bao 2 zidi ya Genge 1. Asante kwa muda wako, tukutane muda mwingine. Chao. Eagle Media, burudani kwa wote.